Naam, assalamu alaikum azizi mtazamaji, kwa mara nyingine zimetimia saa 7 za dhuhuri majira ni Afrika Mashariki, na karibu kwenye taarifa zetu za TV47 matukio tukupasha yanayojiri ndani na nje ya taifa la Kenya, lakini mwanzo tupate baadhi ya matukio. Baadhi ya TV47. Familia moja mjini Machakos ziachwa na mshtuko baada ya punda wao kuwageuka na kumuuma mama na mwanawe. Akiwa kuko na kike mahali na iko nafasi ya kuzaa, hata akikimbia huko usiwahi enda huko. Ukienda kuwatenganisha, hiyo punda hata inaweza kukuua. Maafisa wa polisi mjini Kitale wamzuilia mshukiwa mmoja baada ya kumkamata akiwa na bunduki 6 za kujitengenezea, risasi kadhaa, misokoto 40 ya bangi na vifaa vya kutengeneza pesa bandia. Na shughuli za kawaida zatatizika eneo la Maili 4, eneo bunge la Ndaragwa, Nyandarua, baada ya wakazi wenye ghadhabu kuandamana na kuvamia kituo cha polisi wakitaka OCS aondolewe, wakidai amezembea kazini. Unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Kamishna wa kaunti ya Busia Chaunga ametoa ilani kali kwa wahudumu wa bodaboda wanaojihusisha na wizi wa vifaa vya miradi ya serikali kwenye kaunti hiyo, ikiwemo mabomba ya maji. Kamishna huyu amedai kuwa viongozi wa wahudumu wa bodaboda katika eneo la Busibwabo ndio wanashirikiana na magenge ya kuiba vifaa hivyo vya mradi wa mabilioni ya pesa uliofadhiliwa na serikali kuu na kupeleka katika taifa jirani la Uganda kutafuta soko. Wakati huo Chaunga amepiga marufuku usafiri wa pikipiki kwenye eneo hilo kuanzia majira ya saa 3 usiku kama njia mojawapo ya kukabiliana na uhalifu, huku akiwatahadharisha waendeshaji wa bodaboda dhidi ya hatua kali za kisheria, usemi ulioungwa mkono na kamanda wa polisi wa kaunti ya Busia Ahmed Abdile. Wenyeji wa Busibwabo aidha wakiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo Harrison Nyongesa na msaidizi wa seneta Okiya Mtata Samuel Ogot wamesema kuwa wezi wa vifaa hivyo wanajulikana na kuzitaka asasi za kiusalama kuwaweka wazi na kuchukua hatua dhidi yao. Hii mambo kwa sababu watu wanaoachiliwa ni kwamba complainant ambayo atakana paadne value ya ile vitu mebiwa, they never come. Watu wa irrigation board hata leo nimewapigia, manake hawa suspects ambao wameshikwa 3, ukifika kesho ikwishe, kama National Irrigation Board hajakuja kuandika statement watawachiliwa. Na kiwachiliwa kila mtu ataenda kuchimba hiyo pipe because hakuna mali atapelekwa. So using your office, the National Irrigation Board, whom you can summon, I'll give you the contacts, wakuje leo latest kesho asubuhi waandike statement wapende value ya vitu ambayo imeibiwa. Sasa imethreaten hata wekezaji wangu, imethreaten. Juzi kabisa kabla hatujaandika OB katika Polytechnic ya Nasra kulibiwa waya za stima. Juzi kabisa kulibiwa chuma za bridge. Hakuna njia mbili kuhusu mtu ambaye anaharibu mali ya serikali na kuvandalize mali ya serikali, kwamba wale wahalifu tutadili na wao kama serikali ruthlessly, kwa sababu hakuna njia serikali itaweka mradi wa 2.5 billion alafu watu waanze kuwaharibu tu na sisi tukae tu tukiangalia. Hiyo haiwezekani. Usajili wa makurutu watakaoajiriwa kama maafisa wa magereza nchini umeanza rasmi leo. Zoezi hilo litaendelezwa katika vituo teule katika kaunti zetu zote 47 nchini, na mwandishi wetu wa habari Willy Dennis Njiru yuko kwenye shughuli hiyo na tunaungana naye kwa njia ya muktasari wa yanayoendelea kwa sasa katika kaunti ya Nakuru, mji wa Naivasha. Willy?
Asanti sana mwenzangu Rugaival. Bila shaka shughuli hii imekuwa ikiendelea tangia midi ya asubuhi, na wachache tu wameweza kujifikisha hapa Makurutu ili kuweza kutafuta nafasi zao katika shughuli hii ambayo inayoendelea kote nchini. Na bila shaka upande wangu wa kushoto pale kunao maafisa wanaoendelea na shughuli hiyo wakiongozwa na afisa mmoja hapo, na shughuli hiyo hapo katika shughuli ambayo inaendelea hapo bila shaka ni ya kuweza kutathmini hali na ubora wa mtu kuweza kujieleza, na bila shaka wanaondolewa kutoka eneo lile, na wamekuwa na tetesi mbalimbali wakisema kwamba nafasi hizi ni finyu sana, aghalabu kidogo zingeweza kuongezwa kama vile ilivyokuwa hapo awali amba 12, lakini kwa sasa imeweza kupunguzwa. Sijui niweze kuzungumza na baadhi yao watueleze. Nieleze jina lako, hali iko vipi katika shughuli nzima hii? Kwa majina naitwa Yagon Gilbert. Hii exercise imeendelea vizuri, ingawa nafasi imekuwa chache sana siku ya leo. Si hapo nyuma awali ilikuwa nafasi mingi, lakini kwa sasa zaidi tumesikia kwamba vijana wanahitajika 5, wanaume 4 na msichana mmoja. Lakini nashukuru Mungu kwa matokeo yale itatokea. Kwa yale atabahatika kupata hiyo nafasi ama kuingia kwenye kazi, nashukuru Mungu. Exercise imeendelea vizuri. Hakuna jambo yote ambayo imeonekana mbaya. Kila kitu kwa wazi. Asante. Ndugu, jina lako? Naitwa Kimdai Victor. Hali iko vipi? Hali si mbaya vile. Shughuli inaendelea vizuri. Ingawa nafasi ni chache tu. Lakini tutashukuru Mungu kwa matokeo ya leo. Haya, wacha tusikie mwingine hapo. Jina lako ndugu? Ni shughuli inaendelea vizuri, una matumaini? Ndio, niko na matumaini. Anza kwa jina kwanza. Kwa majina naitwa Felix Mio. Niko na matumaini, shughuli kwa salama inaendelea. Hope tuchukuliwa, na pia wenye watachukuliwa pia tunawatakia laheri. Hebu kidogo tukaweza kusikia kutoka kwa upande ule mwingine wa kina dada kule, ingawa ni wachache, lakini cha kusikitisha mwenzangu Rugaival na watazamaji wetu ni kwamba kati ya hawa ambao wameshafanya mchujo hadi kufikia sasa, labda nafasi itakuwa moja tu kwa ambaye atakayeweza kupata nafasi. Nieleze jina lako, una matumaini kwamba utajiunga na maafisa wa kikosi cha magereza hapa nchini? Jina kwanza. Naitwa Millicent. Nina matumaini kwa nitajoin. Acha nisikie kutoka kwa mwingine. Jina lako? Daisy Chepchunga. Nina matumaini nitapata. Sasa mko karibu 10 hivi, na mmoja tu kati yenu ndiye atakayepata nafasi. Labda una kipi cha kueleza kuhusiana na hilo? Nitajaribu tu. Nikipata ni sawa. Kosa siku nyingine. Ndivyo hali ilivyo Rugaival. Hali ni ngumu ya kutafuta hela na nafasi za kazi. Jina lako tu tukimalizia na wewe? Naitwa ya Wanjiro Jeriro. Ulifika hapa mapema. Unatafuta nafasi ya kazi. Tueleze kidogo kuhusu yale ambayo umepitia. Nini iko sawa, recruitment iko fair, na huyo mmoja good luck to her. Iwe ni wewe kabisa. Uko tayari kwa matokeo? Naam, asante sana. Thank you. Rugaival, mambo ni kama hayo. Bila shaka kunazo nafasi chache tu ambazo zinapatikana, na ndivyo hali ilivyo katika sekta zote za kuweza kutafuta nafasi za kazi. Na bila shaka kwa atakaye bahatika kati ya kikundi hiki watu 4 tu, na kundi la kina dada zetu hapo mmoja tu atakayepata nafasi hiyo kutoka eneo hili la Naivasha, ikizingatiwa kaunti ya Nakuru ina maeneo bunge 11 ambayo yanafahamika kama sub county, ambapo kila mmoja tu 11 kina dada 11 katika kaunti hii ndio wataweza kuwa akipata nafasi hizo, na hili linaendelea kote nchini. Kwa kila ambaye atakabahatika kujiunga na kikosi, bila shaka itakuwa bahati kwake. Taarifa hizi labda ni kwa mwendo wa saa 1 na saa 3. Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu mwenzangu Rugaival, na kurejeshea majembe ili uweze kuendelea na taarifa zaidi.
Na bila shaka Njiru, tutakuwa tukitarajia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo za saa 1 na saa 3. Tukisalia katika kaunti hiyo hiyo, wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu kutoka kaunti ya Nakuru wamejitokeza kwa mshikamano na wakazi wa kaunti hii kutoa wito wa kuboreshwa kwa huduma za afya katika kaunti hii. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti ya Nakuru, Chichi Josephine, kwa mengi zaidi. Naam, Ruga, ni kweli hii leo wanaharakati ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu kutoka kaunti ya Nakuru na kaunti jirani wameweza tu kujitokeza ili kuzungumzia masuala ambayo wanahisi kwamba kaunti ya Nakuru imeweza tu kudorora kwayo. Naelewa kwamba ni kuhusiana na afya ama sekta ya afya, ambapo pia wameweza kukashifu uongozi wa kaunti ya Nakuru. Elewa kwamba hapo awali kumekuweko tu na visa tofauti ambavyo vimeweza kutokea kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo kumekuweko tu na kutoweka kwa miili pamoja na kutekelezwa ama kutelekezwa kwa wagonjwa pale, na wengine wao wameweza kubaki kwa wameweza kupoteza uhai. Hivyo basi hii leo wameweza kusema kwamba hawatanyamaza, na hivyo wako hapa ili kuzungumzia masuala haya, na nitakuwa nikiwahusisha ili waweze kunieleza je, wanaghadhabishwa na nini na wanahitaji hasa nini kifanyike kutoka kaunti ya Nakuru na labda kutoka kwa uongozi wa kaunti ya Nakuru. Nitangulize na wewe Bwana Muraya. Wewe najua ni mtetezi wa haki za kibinadamu, na hii leo mmeghadhabishwa na mkasema kwamba mtazungumza. Nini hasa mnahitaji mzungumze? Kwa majina naitwa Mwangi Muraya wa Nyambugi, mwanachama wa Nakuru Human Rights Defenders, na hii leo tumekuja hapa kuzungumzia ama kulalamikia upetetevu ambao umekuwa ukishuhudiwa kutokana na kiongozi wa county hii, governor, kutokuwepo karibu. Tunajua ya kwamba alikuwa ugaibuni, na alipokuwa ugaibuni mambo yamekuwa yakienda segemnege. Kuna mama ambaye alikuwa akijifungua, Mama Elizabeth, ambaye aliweza kukufa. Kuna mtoto ambao wazazi wake hawana uwezo wa kusikia, mwili wake mpaka kwa wakati huu haujapatikana umeenda wapi. Tunaelewa ya kwamba vile kuna daktari David Lagat ambaye aliweza kukufia katika eneo lile, na bado hatujaipata jibu. Hii leo tumekuja kumwambia Madam Governor ya kwamba mambo Nakuru hayaendi sawasawa, mambo yanaenda segemnege, na kwamba tumekuja hapa kumuelezea kwamba hatua inapaswa kuchukuliwa, na ndio sababu hii leo tutataka kutoa maoni yetu, kumwambia ni hatua zipi ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Kitu cha pili, wananchi wamekuwa wakilalamika hapa ya kwamba huduma hazijakuwa nzuri. Na wananchi wanaposema hivyo, tumeona wamekuwa wakitumiwa polisi. Kuna magenge ambayo yamekuwa yakijaribu kuwatandika wananchi ambao wanadai kuhusu haki zao. Tumekuja hapa kusema ya kwamba hicho ni kinyume cha sheria, na tuko macho na tuko tayari kwenda hata mahakamani kuona ya kwamba hatua zinazofaa zinachukuliwa. Nahitaji niulize iwapo kufungwa kwa hospitali ya War Memorial unaona kumechangia swala hili? Nimesema ya kwamba sisi ni mtandao wa Human Rights Defenders. Tunafanya na wananchi na wenzetu kutoka Laikipia, Baringo, Narok na kaunti zingine ambazo ni jirani zetu hapa. Kufungwa kwa Nakuru War Memorial Hospital, hospitali ambayo imekuwa ikihudumia wananchi wa Nakuru kwa karne moja, na ikafungwa wakati serikali ya Madam Governor ilipochukua hatamu za uongozi, imefanya kuwe na wingi wa wagonjwa katika Nakuru Level 5 Hospital. Kwa hivyo tunasema hivi, sheria imetolewa na mahakama zetu kwamba ile hospitali iweze kufunguliwa. Tumekuja kusema hapa tunataka War Memorial ifunguliwe ili iweze kusaidia Nakuru Level 5 katika kusaidia haya mambo. Na jambo lingine wananchi wa Nakuru kwa masuala ya afya hawajakuwa wakipata heshima zao, na hata wakikufa pale kuna watu ambao watakwambia unataka kuchukua mtu wenu akiwa mtu ama akiwa kama atambuliki. We want people to live in dignity while in life and while in death. Shukran sana. Labda nieleze wewe umeweza kushuhudia nini wakati ambapo umefika kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru? Umesema kwamba umeona mambo mengi yakiweza kufanyika pale. Tueleze tu kwa sekunde za kuhesabu. Nimekuwa PGH kwa mara nyingi, lakini mambo ambayo yanatendeka ni mambo ambayo hata haifai kuwa inatendeka kwa binadamu yeyote. Nimekuwa huko kwa Margaret Kenyatta wing, and I know for sure Elizabeth alikufa out of negligence.
agent. Personally, I gave birth there. So ninajua mambo ambayo yanatendeka huko. Nilikuwa I was an emergency patient na it took so long for them kunifanyia CS, and even after CS I had a baby who was supposed to be taken to the inaitwaje ile kwa incubation na alipelekwa, lakini pia hata mimi kumaccess it took a lot of time. I was there for 13 hell days and I went through a lot. Hiyo mambo ya kuwa ati watu wanajifungua hawapewi vitu ambavyo wanafaa kupewa, umetoka cesarean session and the next thing unaambiwa usimame uende uoge na maji baridi then upande juu ukaangalia mtoto wako. It is inhuman. Mambo ambayo inatendeka huko kwa morgue, we know they cannot keep bodies kama hawajapewa hongo. Tunajua wakati ambapo Muraya anasema unaulizwa unataka kupata mwili wako ukiwa which state, hiyo ni kumaanisha ukiwa umetoa kitu kidogo. Tunajua watu wanakufa pale kwa casualty because of lack of 100 shillings, 150 shillings. Wanasema zinafaa kulipwa na M-Pesa, then the next thing you're supposed again to give cash. Tunajua hizo mambo zote zinafanyika. Last week I took a patient ambaye alikuwa amepata accident and from 10 tulihudumiwa at around 1. Yeah. Shukrani sana na pole sana kwa namna hiyo. Labda wewe ulizungumza, wewe ni mwanaharakati na naelewa umebobea kwenye kazi yako. Nieleze wakati ambapo tunaona masuala kama haya yakiweza kutokea, wakati ambapo kila mmoja anahitaji huduma ya kuweza kupata afya ama huduma za afya kutoka PGH, inakufanya uhisi vipi kama mwanaharakati na ungetaka hasa serikali ya kaunti ifanye nini? Mimi pendekezo langu kama mwananchi wa Nakuru na kama mwanaharakati, ningependekeza Madam Governor aangalie na zingatie zaidi sana kuhakikisha yale ametenga na amehakikisha yale ambayo kwamba ametenga ameweza kuipatia, ikifikia masuala especially pande ya lab, masuala ya x-ray, masuala ya madawa, na pia wale madaktari wapatiwe environment ambayo kwamba itaweza wao kutupatia matibabu ambayo kwamba inafaa, na pia angalie zaidi management ambayo kwamba iko PGH, kwa sababu ukiangalia hizi trend ambazo kwamba zimesonga ni kwa sababu hawajakuwa wakisikiza malilio yetu. Na haiwezi kuwa anasema ati kama tukisema PGH ati anasema tunapata watu wengi kutoka nje. Ni kama tu kwa nyumba una expect unajua unapata wageni wengi. Kwa hivyo ukitengeneza ile bajeti, si unajua pesa zinaingia nyingi. Kwa ile pesa hakikisha pia unaongeza bajeti yako ili watu waweze kusaidika zaidi. Yeah. Kwa ajili ya wakati mtaniruhusu tu nitamatishe, lakini tutazungumza zaidi. Hivyo basi Ruga elewa kwamba ni wanaharakati kutoka kaunti ya Nakuru ambao wanaelezea mengi kuhusiana na kile ambacho wakazi wa Nakuru ama madhila ambayo wakazi wa Nakuru wanayapitia wakati ambapo wanafika kuweza kupata huduma za afya kutoka hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo ndio tegemeo hususan kutoka kaunti hii ya Nakuru na kaunti jirani za Baringo na zinginezo. Hivyo basi wamesema mwito wao ni kwa yule ambaye ni kiongozi wa kaunti ya Nakuru, Gavana Susan Kihika, ambaye kwa sasa wanasema hawajaweza kuwajibika, lakini ni swala ambalo bado nitazidi kuangalia kwa undani na labda tutaweza kuandaa taarifa baadaye. Kutoka kwangu sina la ziada. Ruga chukua usukani. Mimi ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine. Na ndizo changamoto za wakazi kutoka kaunti ya Nakuru, na kutoka kaunti hii tufululize hadi kaunti ya Mombasa, ambapo wakazi kutoka kaunti hii wamezidi kuibua hisia mseto kuhusiana na utendakazi na utekelezwaji wa serikali za ugatuzi, baadhi yao wakilalamikia kuhusiana na jinsi ugatuzi unatekelezwa katika sekta za kilimo, afya na pia elimu. Sasa tunaungana na mwanahabari wetu Quinto Wafula akisema na wakazi wa kaunti hii ya Mombasa hisia zao ni zipi. Quinto? Siafike kwanza. Na Ruga Ival na kujia kutoka eneo la Shanzu, kaunti hii ya Mombasa, na nimepata fursa ya kuzungumza na mbunge wa kaunti ya Mombasa ambaye vile vile ni mwakilishi wa wanawake hapa, kuweza tu kuzungumzia swala hili ambayo mada ambayo imekuwa ikiteka vichwa vya habari kuhusu swala la ugatuzi, na vile vile ugatuzi manufaa yake imekuwa ama yamekuwa yapi, na nitaweza tu kuzungumza na Mama Zamzam ambaye ni mwakilishi wa wanawake kaunti hii ya Mombasa. Asante sana kwa kukubali wito huu. Tuko moja kwa moja hapa TV47. Labda tunauliza tu, kuna huu mjadala ambao umekuwa ukiendelea kuhusu swala la serikali za kaunti, serikali za ugatuzi. Labda kulingana na wewe Mama Zamzam, serikali za kaunti zimetekeleza wajibu wake na zimetenda lile ambalo zinafaa kutekeleza?
Kwanza mimi kama mama county najua ugatuzi umekuja ili kukomboa wananchi huku mashinani. Na mimi ningeweza kupongeza serikali za county zilizotangulia, wale the pioneers of counties. Walifanya kazi nzuri. Kama Mombasa tuliekiwa mambo ya health. General ilikuwa iko safi kabisa, lakini sijui kumetokea shida gani sahi, mambo tunaona hayako sawa. Hata mkiangalia kwenye runinga pesa zinafujwa sana. Pesa nyingi zinafujwa na wananchi hawapati huduma. Kwa hiyo mimi in as much as na support ugatuzi, lakini ningependa kuambia magavana wetu waweze kuangalia hizi funds zinakuja chini ziweze kufanya yale malengo. Sio mambo ya wizi na huduma hakuna. Ukiangalia kila sehemu wananchi wanalia. Kwa hiyo counties zimefanya kazi kwa kiwango fulani, lakini mpaka sasa tulipo bado kuna mambo ile mambo ya corruption imezidi sana. Kwa hiyo mimi ningependa kuambia tunawapigania ugatuzi ndio, lakini onyesheni maana ya ugatuzi ni nini kwa kuweka huduma paka kwa wananchi. Wananchi wengi sana wanateseka. Naam. County zimekuwa zikilalamika kwamba mgao ambao wanapewa hautoshi, na vile vile kumekuwa na mjadala kwamba mgao utolewe kwa serikali ya kitaifa urejeshwe katika serikali ya kaunti. Labda kulingana na wewe, swala hili litasaidia county endapo magavana watapewa hizi pesa? Mimi nashangaa huo mgao hujatosha sasa wakati tukianza mambo ya ugatuzi the first 10 years. Tuliona wajua hata sisi tunapata kutoka kwa serikali kuu pia ni kidogo, na ndio leo unaona kama leo nimetafuta wale ambao tunaweza kushirikiana pamoja kama ushiriki wema, wamekuja wameletea watu wangu vitu. Pia ukichaguliwa kiongozi, angalia pia namna gani unaweza ukasource funds kutoka sehemu zingine, kwa sababu zile ambazo zimetoka kwa serikali kuu, umeona Auditor General amelalamika zile zimekuja county zimefujwa sana. Lakini mimi kama mama county sitaki kujipiga kifua. Auditor General alinieka namba 2 katika wale ambao wametumia pesa za serikali vizuri, na mnaona na nyinyi wote wao mnashuhudia ile kazi ambayo tunafanya. Kwa hiyo mimi nitawaambia magovernors ku fight hawa MPs kuwa yale mapeni yarudi kwao ni kuharibu wakati, kwa sababu hapa utaona skuli, utaona maofisi za machifu, utaona mabarabara. Yani wabunge kusema kweli wamefanya hata ile ugatuzi na inaonekana sana kushinda hata magavana wenyewe. Kwa hiyo kuwapokonya ile miradi yao ni mimi naona ni kama magavana wanapoteza mwelekeo, kwa sababu wao wana pesa zao. Mbona wasifanye maendeleo yaonekane? Kwa nini wasifanye maendeleo yaonekane vizuri? Wao wafanye maendeleo, na sisi kama wabunge mimi nimesupport wao kuongezewa, lakini waongezewe sio kuiba, waongezewe wafanye maendeleo, lakini pia wasitoe ile pesa ya NGCDF ya ngafu kwa wanataka kutoa wameenda kotini. Ni aibu. Leo tumekaa hapa na kina mama wangapi? Hawa ni kina mama wanapata mitaji ambayo inatokana na mama county. Ukienda mashuleni watoto wanasoma kwa sababu ya wale wabunge, lakini ufujaji wa pesa za umma ndio unaregesha taifa mbele. Si hapa wala national government, kwa sababu hata wengi wanamlaumu rais, maisha yamekuwa ngumu, lakini ukiangalia si rais tu ambao yuko kwenye cheo, kuna mawaziri. Kwa hiyo na rais pia angalia wale mawaziri ambao wamezembea kazini, awatoe. Wale ambao wanafanya ubadhirifu wa pesa awatoe, aweke wale professional, aweke watu ambao watamsaidia ku make sure Kenya inaenda sawa. Lakini mpaka sasa naona bado kuna tetesi. Na watu wanasema pesa zimefujwa wakati wa President Ruto, lakini rais hayuko peke yake, yuko na mawaziri. Kwa hiyo ni achunguze katika hao mawaziri nani mchapakazi abaki, nani afanye kazi atoke nje, nani ameiba afungwe. Asante sana. Naam. Mwenzangu Ruga Ival, hivyo ndivyo hali ilivyo. Anahisi kwamba magavana wawajibike, na si magavana tu, kila mtu nchini aweze kuwajibika ili kuhakikisha kwamba maendeleo na vile vile Wakenya wanapokea haki yao kimaendeleo. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula kwa studio. Naam, na kutoka Mombasa, asante sana Quinto Wafula. Sasa turejee hapa jijini Nairobi, ambapo chama cha mawakili nchini LSK kimetoa taarifa kuhusu kile wanachodai ni wiradhi kuwa ongezeko la vifo vinavyosababishwa na maafisa wa polisi. LSK imeeleza kuwa hali hii inazua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku ikihitaji hatua za haraka za kurekebisha mfumo wa usalama na uwajibikaji wa maafisa wa polisi. Sasa naomba tuvuke moja kwa moja hadi pale rais wa LSK Faith Odhiambo anazungumza na vyombo vya habari. Tusikie anasema nini. Demonstrating against threats to deprive and dispossess them of their property and deny them their right to enjoy that property. On 28th of April 2025, 6 innocent Kenyans were killed in cold blood at the hands of rogue police officers.
The Law Society of Kenya strongly condemns these criminal acts and calls for immediate action to investigate, identify, and prosecute these criminal perpetrators within the police. Collectively, the foregoing occurrences and the reproach with which the relevant institutions and authorities have responded to the same are a cause of alarm for all Kenyans. For illustration, we are perturbed by the insensitive and thoughtless remarks that have been made by members of political class in addressing these crucial matters of national security and the state of constitutionalism. Our attention in this regard is drawn to the comments of the Member of Parliament for Mandera North, Mr. Bashir, while addressing Parliament, where he dismissed the killings of Kenyans and suggested that Kenyans and the world should move on. In a separate instance, the Member of Parliament for Homa Bay, Mr. Peter Kaluma, put out a statement making sparring accusations to the effect that the BBC was culpable for misinformation and should be banned from Kenya airwaves. The choir of absurdity has equally been joined by Member of Parliament for Dagoretti South, Mr. John Kiarie, who made despicable suggestions that one of Kenya's long-standing international allies had sponsored the BBC's recount of events forming a dark part in our nation's history to advance some unqualified economic agenda. Such preposterous arguments and propaganda undermine the essence of parliamentary debate and put our country's august house in unnecessary disrepute and risk of ridicule. We remind elected representatives that the authority bestowed on them is held as a public trust and is for the benefit of the people of Kenya. Therefore, such contempt and haughtiness as we have witnessed is both shameful and undermines the obligations set out under Chapter 6 of the Constitution. We remind members of Parliament, in particular those who are members of the bar, that under Chapter 6 of the Constitution, their role is to represent the people and not to defend the oppressors. And their constitutional duty to provide oversight does not contemplate that they instead justify unconstitutional actions sanctioned and committed by those they ought to oversight. Further, we call on all our other members who are elected parliamentarians that they have a greater duty than their colleagues on account of their oath of office as advocates of the High Court of Kenya. That oath cements their immutable responsibility to uphold the rule of law, which is cradle to protecting the right to life. The Law Society of Kenya is apprehensive that if the current volatile situation within the public and the national security organs persists or is further exuberated, Kenyan sovereignty, democracy, and constitutional will be at the brink of imploding. Accordingly, it is the duty of every right-thinking citizen, especially those entrusted with the positions of power and service, to take urgent, deliberate, and objective action to end the menace of extrajudicial killings, bring its perpetrators to book, and find justice for all victims of these heinous criminal elements within our security organs. We have taken note of a status update released by the Independent Policing Oversight Authority on the 28th of April 2025, highlighting the steps it has undertaken to address some 60 cases of police brutality that have been registered with the authority. From the face of the update, it appears that several of the cases have been or are currently undergoing investigation. Unfortunately, and for reasons not disclosed by the authority, nearly a year later, only 6 of the investigations have been completed and escalated to the Office of the Director of Public Prosecutions and/or the courts. This statistic is not only underwhelming, it is well near proof of dereliction of duty. In such times, laxity, complacency, and lack of urgency are tantamount to complicity. IPOA has overstretched the grace and patience of the Kenyan public, and we hereby put the authority on notice that they run the risk of being liable for refusal to act in accordance with their mandate. Nevertheless, we acknowledge that the resolution of these matters requires a collective approach involving all stakeholders and citizens. In the circumstances,
The Law Society of Kenya appreciates that the country is in dire need of a paradigm shift, and we therefore recommend and demand as follows. 1, that the National Police Service Commission and the Independent Policing Oversight Authority escalates the investigations into the mass killings perpetrated by officers during last year's demonstrations to a priority status. Na moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi ndio kauli ambayo inatolewa na chama cha wanasheria hapa nchini Kenya LSK, na bila shaka taarifa hiyo yao tutakuwa tukikuletea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo za saa 1 na saa 3. Lakini kufikia hapo mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, tunakimbia madukani, lakini usiondoke hapo ulipo, maana nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi za TV47 matukio.